Kwanza naomba kutumia nafasi hii niwashukuruni sana kwa niaba ya serikali. Kila mmoja wenu amepata nafasi ya kuzungumza, lakini amezungumza kile ambacho yeye binafsi anaamini ndio sahihi kwa upande wake. Mmekuwa huru kuzungumza kile ambacho mnaamini. Mimi na wenzangu pia tumepata nafasi ya kupitia document na maombi mbalimbali ambayo National Housing na wakazi wameleta. Mimi na wenzangu, naamini na waandishi wa habari, tulikuwa pamoja, tumepata nafasi ya kuzunguka eneo lote hili. Tumeona kweli eneo lote hili lina nyumba za National Housing, na bahati nzuri meneja wetu wa National Housing amefanikiwa kutuonyesha baadhi ya vielelezo kuonyesha kwamba ile eneo ni la kwao. Lakini mimi pia na wenzangu tumefanikiwa kupita humu ndani. Tumeona kuna shughuli zingine zinaendelea ambazo hazihusiani kabisa na National Housing, na watu wengine wana shughuli zao, lakini malipo yale hayaendi National Housing. Lakini pia tumepita, tumeshuhudia, tumeona kuna baadhi ya njia kama barabara zinapita, aidha zinapita kushoto kulia, lakini zipo zinapita humu. Sasa ni nani anapita? Siwezi kukaa hapa nikaamini fulani anapita na fulani hapiti, ila wote ambao tunakaa hapa tunafanyaje? Tunapita. Either A anapita, B anapita, lakini kila mtu anafanyaje? Anapita, kwa sababu ndio access ya nini? Ya barabara. Na ni kwa sababu ya michoro na design ya ujenzi ambavyo ipo. Lakini pia tumepitia, tumeona baadhi ya document ya maombi ya marekebisho au matumizi ya mageti. Na kuna baadhi ya shughuli ambazo tumeziona, na sisi kwa sababu pia moja ya jukumu letu ni usimamizi wa usalama, lakini pia usimamizi na ufuataji wa sheria. Sasa naombeni wiki mbili, sawa, kwa pande zote, maana yake wakazi wa National Housing hapa, ndugu zangu na viongozi wangu wa chama na serikali, ambao hapa pana ofisi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pana viongozi wa serikali, lakini pia ninazo mamlaka husika, maana yake ndugu zetu wa National Housing. Naombeni wiki mbili ili sasa na mimi nikatengeneze timu ya wataalamu ambao watahusika na watu wa ardhi, watahusika watu wa National Housing, watahusika watu wa jeshi la polisi. Sasa tumezungumza masuala ya usalama, sawa. Lakini tutapata nafasi ya watu wa mipango miji, kwa maana yake timu ya mkurugenzi au halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, sawa. Sasa hiyo timu itakuwa na mamlaka zingine ambazo ni za wajumbe wa usalama, wataingia kwenye hiyo timu. Sasa hiyo timu katika kipindi hiki cha wiki mbili watapata nafasi pia ya kuja kwenu kuonana na timu zote tofauti tofauti. Maana yake watapata nafasi ya kuonana na viongozi wanaoishi maeneo haya, watapata nafasi ya kuonana na viongozi wetu wa chama pamoja na serikali, lakini watapata nafasi ya kuonana na wamiliki ambao ni National Housing, sawa. Lakini pia na wadau wengine tutapata nafasi, alafu watatushauri kwenye kamati ya usalama, kisha tutakuja hapa tujue nini ambacho kitakuwa kinaenda kufanyika. Kazi na utu, tunasonga mbele. Ninaombeni wiki ngapi? Wiki mbili tu. Baada ya wiki mbili nitakuwa tayari mimi na majawabu na viongozi wenzangu, lakini pia tutapata ushauri kwa ngazi zinazohusika, mfano ngazi ya mkoa, ili tuweze kushauriana kwa pamoja, kwa sababu hili eneo ni eneo kubwa, ni eneo muhimu ambalo kila mmoja tuna wajibu wa kuhakikisha usalama na amani katika eneo letu hili la Faya. Niwaombe na niwatake wana Faya, wananchi wa mtaa huu, tuheshimiane, tusiwe na ugomvi, sawa? Hili eneo lina historia kubwa. Sasa mlivyokuwa mnaishi, naomba katika hizi wiki mbili endeleeni kuishi hivyo hivyo. Baada ya wiki mbili tutakuja na majawabu pamoja na ndugu zetu wa National Housing, nini kinakuja kufanyika katika eneo hili kubwa. Tutaendelea kuzingatia maslahi mapana, sawa ndugu zangu. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitamtupa mtu, sawa ndugu zangu. Kubwa tutataka kuangalia usalama, ubora na nini na mazingira yote kwa ujumla, sawa ndugu zangu. Haya, naomba na asanteni sana.